Tumerejea kwa mara nyingine tena mtazamaji na mfuatiliaji wa 69 Media Pro. Tuko na story inayomhusu Alia. Mtangazaji mwenye miaka 10. Miaka 10 kwenye industry. Hivi unasema una miaka mingapi? Kwenye industry. Nikianza kuhesabu hapa. Afu yule atakuwa amejumlisha na miaka ya Fedi yule. Mimi nikianza kuhesabu hapa inafika hata 7, 8, 9. Mbona mimi nafika 10? Kwa hiyo 10 hapo. 10 pia miaka yangu kwenye industry nafika 10. Bwana wewe. Nafika 10. Hongera. Kwenye industry. Asante. Tumpe hongera na Alia naye. Tumpe hongera. Tunaendana. Miaka 10 Alia. Unajua yule alikuwa ni sio classmate of course. Yeah. Mlikuwa mpo pamoja chuo, mnaonana. Yes, mimi nilimtangulia, nilikuwa mbele, alikuwa nyuma yangu. Ndio maana basi. Yes. Miaka 10. Miaka 10, yes. Kwenye industry. Kwa hiyo mimi Alia pacha wangu kabisa. Bana wewe. Kasoro rangi tu. Tuko na story ya Alia. Yeah. Alia kuna kitu ambacho alikitamka kwenye kipindi na kikazua mjadala kwamba alijibu vile akiwa na maanisha ama alikuwa anamaanisha kitu gani. Tunafahamu kwamba tulisikia story Diva akizungumza kuhusiana na Alia kwamba kinachomweka pale kwa bosi ni masuala mazima ya child support, si ndio? Yeah. Kwamba ana mtoto. Lakini sasa Alia amekuja kukanusha kwamba hana mtoto na hajajali wa kuwa na mtoto. Ndio. Walikuwa kwenye kipindi na walikuwa wakifanya interview na Dully Sykes of course. Sawa. Dully Sykes akazungumza kitu akasema kwamba bora sisi wote hapa tushukuru Mungu tuna watoto. Yeah. Wanataka wakauza nani mwingine? Dully akasema si Alia. Alia akasema mimi sina mtoto sijajaliwa. Akasemaje Dully, zile story ambazo nazisikia, Alia akajibu kwamba ni mitandao. Za mitandaoni ila sijajaliwa kuwa na mtoto. Yeah, ni kweli. Kwa Alia amekanusha kwamba hana mtoto. Kwa nyinyi ambao mnafikiri Alia ana mtoto, mwenye amekataa. Mimi kama unakumbuka kulikuwa kuna interview moja ya Mbalulu kuhusiana na kutopata mtoto wake kupata huduma. Yes. Na baba yake ambaye ni Boshen. Yeah. Si ndio Emba Boshen. Yes, akaulizwa miaka mingapi vipi. Mbalulu alisema kwamba baba wa mtoto ndio aliweza kuhudumu, yani alimhudumikia kwa muda labda miezi 2 tu. Ndio. Umeelewa? Ndio alitoa huduma. Ile ya mwanzo. Baada hapo hakutoa tena huduma. Kwa hiyo ile moment na situation ambayo alikutana nayo baada ya maswali kuulizwa, ikafika wakati roho kai inamuuma, analia. Unajua unapambana unapambana mwenyewe kama mwanamke na mtoto wako, unahangaika, amekula, anafanya hivi, ni wewe, afu unakuta baba yake pia ni star na nini. Unafahamu vizuri. Wakati analia, Alia akasema yeye mwenyewe anaijua hiyo situation. It means kwamba ana experience. Yeah, kwamba it mean ana experience na anaye mtoto. Kwa sababu na kama unakumbuka juzi kaongea nikimwangalia kwamba kama Alia kiangalia nikasema kama ana mtoto hivi. Yes. Umeelewa vizuri, unakumbuka? Kwa hiyo ile mili nithibitisha kuhakikisha kwamba yes, Alia ana mtoto. Ana mtoto. Na pia nikimwangalia kile kibody chake nikasema ni kweli. Kwa hiyo alokuja kwa Dully, kwa sababu siku zote asikwambie mtu. Paka Dully Sykes amesema kwamba mbona tunasikia wewe pia una mtoto. Umeelewa? Maana yake hiyo ni uhakika. Kwa Alia huyo ni mtu ambaye ana hide vitu vyake. Kwa sababu yule ni mtangazaji. Unajua mtangazaji ana status yake, msanii ana status yake. Sure. Yaani mtangazaji ukiwa unasemwa ubaya, bwana yule ana mtoto, yule anafanya hivi, yule unaelewa? Zile so story zako. Yaani wewe story zako ni kuwaelezea watu. So wewe kuelezewa. Umeelewa vizuri? Yes. Kwa hiyo mimi ninachokiona kwa Alia anajaribu kuficha tu status yake, watu wasijue undani wake, watu wasijue baadhi ya vitu ambavyo anavyo au scandal drama, umeelewa? Yeah, mimi ndo naona hivyo, lakini kuhusiana na mtoto mimi naamini sina uhakika kwa sababu yeye ndo kakataa, lakini anavyoonekana anaye kutokana na moment ambazo nilizoshaziona za kuhusu mtoto. Kama unakumbuka J Melody pia alishakumuuliza umeolewa? Akakataa. Kwa hiyo tunasikia skendo kuhusiana na kwamba Alia kaolewa. Ushafahamu? Yes. Kwa hiyo ni mtu ambaye Alia ni mtu ambaye kukataa, hawezi kukubali kila kitu. Lakini kwa mtoto
I make sure atakuwa naye. Na mimi nikajiuliza sasa kuna haja gani yeye kama kweli ana mtoto unaficha, yani kwa nini? Kwa sababu tumeona Duli aliapa kabisa, wallahi mimi najua ana mtoto. Sijajaliwa. Yaani akakataa. Sasa hatukujua analenga kitu gani. Je, amesema vile ili unajua kuna ile kusema vile ili kumrudishia majeshi adui yako. Sio vizuri. Ili kumwaibisha Diva, kwa sababu Diva ndo alizungumza kwamba Ali anategemea child support pale kwa bosi. Unajua iko hivi. Hata hivyo kuna wakati mama anakuwa na uchungu kuongea maneno kama hayo. Yes. Kutokana na pia na mzazi ambaye amezaa naye. Unaelewa? Sure, yeah. Yeye anashindwa kumuonyesha kutokana pia na mzazi aliyezaa naye. Inasemekana kwamba huyu mtoto kazaa na Diamond. Yeah, inavyosemekana hivyo, sure. Inavyosemekana kwamba kazaa na Diamond. Diamond ana maisha yake sasa hivi. Nakumbuka Diva alishaongea, Ali anakaa usiku anamsubiria na nini, afu Diamond anamdharau. Umeelewa? Ile kama mwanamke inamuuma, na hasa kama mwanamke mzuri kama Alia inamuuma, inampeni. Kwa nini Diamond anajua kabisa mimi labda na mtoto wake, afu kwa nini anidharau? Na anajua usiku na vitu kama vile. Umeelewa? Kwa hiyo kuna wakati sio kila kitu kaona kiachia ukaongea, na kuna wakati wanaume ndio wanasababisha mwanamke kumkataa kukataa kwamba hajazaa na mtu fulani au hana mtoto kutokana na wanaume tabia zao. Ndiyo. Diamond kiukweli tabia yake watu wanampenda na nini, lakini kuna baadhi ya vitu havifundishi jamii. Umeelewa vizuri? Yeah. Havifundishi jamii. Twende mbele turudi nyuma. Umeelewa? Na ndio maana Ali anaona ya nini mimi niseme? Kwa nini niseme nina mtoto? Kwa sababu angesema ndio umezana nani? Ingekuja maswali mengi. Umeelewa? Ndio maana sikile pia alivyosema kwamba kwa Jemiodi kwamba ikataa hajaolewa. Kwa angesema ndio nimeolewa, mtoto umeolewa na nani? Mambo angekuwa mengi na nini. Kwa hiyo itakuwa pia jinsi ambavyo anajibu maswali ni kuepuka tu maneno ya watu. Yeah. Okay. Sawa, story ndio iko hivyo. Tumemzungumzia Alia kutokana na kile ambacho kilikuwa kiendelea kati yake yeye na Diva the Boss. Ndio maana tukasema rudi na hii story ambayo Alia ameizungumza pia na kukanusha kwamba yeye hana mtoto na hajajaliwa kuwa na mtoto. Kwa upande wa Alia imekuwa ni sahihi kusema hivyo ili kuziba midomo ya wambea ama ndio ameharibu? Comment yako ni ipi? Dondosha comment yako tuambie ni sahihi ama si sahihi. Itakuwa ni vyema zaidi. Instagram unatufollow kwa jina la 69 Media TZ. Tuko pale live, angalia vitu vingi sana, comment, like na mambo yanakuwa freshi kabisa. Kabisa ni amna baya. Lakini Facebook andika 69 Media TZ pia. YouTube tuko live na Maisha. Yes. Kule ni 69 Media Pro, una subscribe na bonyeza alama ya kengele, una comment, una like na kushare. Unakometisha kinyamwezi zaidi. Bana, mniambie katika pita zako. Umepigaje hapo? Pita zako. Ndio. Hivi niambie mtoto mmoja mzuri. Tunashindanisha hapo Alia. Umenielewa? Afu namweka na Mama Wema. Utatajia hapo nani mbabe? Wewe. Vyote vyeupe. Usimeviona? Usiniambie. Usiniambie. Chagua hata herufi, kuna A, kuna W. Wewe unamchagua nani? Sawa, sisi tumemaliza hivyo. Mimi hapa ni Sammy Baby. Mimi ni Ching the baddest, ndimo mtu mbadi baba lao. Until next time. Bye.